Tout de suite, info en Swahili. Namu watazama pia tunawasalimu tena leo tarehe 31 Mai mwaka 2025. Tunao desturi ya kuweza watangazia habari zetu katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Tunawakaribisheni wengi kuweza kufuata RTNC tokea mji mkuu wa Kinshasa. Bila ugaya tutafungulia kurasa habari zetu na habari kutokea kwenye rais. Tutaweza kuwajulisha kusema kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aliweza kuongoza jana huku Umoja wa Afrika mkutano wa ushauri wa mawaziri, ni kusema waliweza kusemea kuhusu nukta mbalimbali. Rais alipana oda kwa mawaziri wa madini na mapatano kwa mapatano tu na ule wa portefeuille wafanye uchunguzi na uongozi wa madini yetu kwa kuangalia tu namna gani pesa ambazo ziliweza hivi kuingia mifukoni mwa serikali kuisha miaka mitatu, matunda ambavyo yaliweza hivi kungojewa katika sekta hiyo sivyo. Yote yaliomba kufanya komisheni moja kwa kuangalia tu namna gani ya kutumika kazi hiyo kwa wazi. Rais aliendelea na kutia mkwazo ya kusema kwamba inaomba uongozi bora uwe katika sekta hiyo ya madini kwa kuruhusia tu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza hivi kuchukua mipango ya kawaida. Alionyesha vile vile kwa mawaziri wa pesa wa madini na wa portefeuille kuweza kutumika katika mapatano kwa kuangalia tu namna gani ya kuweza kuangalia sekta hiyo ya madini kwa kurudisha sawa upande huo. Kwenye baraza la taifa tutaweza kuwajulisha kusema kwamba kwa baraza la taifa kazi yanaendelea. Katika kilele cha jana Ijumaa tarehe 30 Mai mwaka tunayo, kulikuwa uchunguzi kuhusu tu uongozi wa RVA na uchunguzi wa mageuzo ya fonction publique. Ngoma Mbaki, mkurugenzi wa RVA, aliweza hivi kuulizwa kuhusu tu uongozi wa GOPAS. Ni kusema hawakukubali kabisa mafasirio yake. Wateule wa taifa waliomba uundaji wa komisheni ya uchunguzi. Haya yanategemewa naye presidenti wa baraza la taifa Vital Kamerhe. Kuhusu mpango wa bunge, mipango miwili ya kanuni kuhusu tu mageuzo na sekurite sociale na stati ya watumishi wa kazi ya kiserikali yaliweza hivi kukubaliwa. Jean-Pierre Eliaou, VPM wa fonction publique, alihakikisha ya wateule ya kusema kwamba kuhusu tu kuingia kwa watu kazini na kwa mageuzo tu ya siasa ya mshahara, kilele hicho kilimanizika kwa usomi tu ya requisition mpya ya PGR pembeni ya korti ya cassation. Aliomba kwa kuruhusia tu masemi ambayo waziri wa sheria Costa Mutamba aliweza hivi kusema mbele ya watumishi wa kazi huku kupale de la justice. Kuhusu tu kilele ambacho kilifanyizwa jana Ijumaa huko kupale di peuple, mteule Dunia Wangu alionyesha umuhimu wa GOPAS. Bila kugawia tufate ripoti. Ndugu moya député national aliinvite hapa nani DG, donc mkubwa wa RVA. RVA iko entreprise ya l'État ile inahusikaka na mambo ya transport aérien. Alafu DG alifika hapa, iliomba atuelezee na tupatie ma explication kuhusu GOPAS. Mnajua kama GOPAS iko tax, watu wengine wanauliza kama iko impôt, watu wengine wanauliza kama iko redevance, menatire yake haijulikani mzuri. Alors ifalea na pia tuelezea kama alishakapokea franga ngapi ya ile GOPAS na kama anaitumikishaga namna gani. Alafu inaonekana kama ile GOPAS inakuya kuongezeka kuma taxes zingine zenye zinaacha transport aérien inakuwa bei kali sana hapa mwinji yetu. Gisi nilisema kwa lugha zingine, nisema kama tulifanyaka recherche Kenya, tukafanya recherche Tanzania, tukakompare ile maresultat na za hapa Kongo, tukaenda ona kama transport aérien ya hapa Kongo iko bei kali sana kushindia transport aérien ya ile nchi zingine kama vile Tanzania, kama vile Kenya. Na ndio maana nikakonkludere kusema kwamba kama tunatosha ile GOPAS, tunaizima, donc tunaisupprimer, inaweza kusaidia
watoto ya Kongo waweze kuvoyager par avion na bei moja yenye itashuka kidogo. Upande mwingine tunaweza kwa juu sema kwamba waziri mkuu Judith Suminwa Tuluka alikuwa na masimilizi na mama Paula Gaviria Betancourt ambaye ni mjumbe mahalumu wa muungano mmoja wa kimataifa duniani kuhusu tu haki za binadamu na wahami wa vita. Mkutano huo ni kwa ngambo tu ya kujijulisha ripoti yake kuhusu safari yake hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huku mashariki mwa nchi. Mama huyu alienda Bunya, Beni na Goma kwa kuangalia hali ya wahami wa vita. Judith Suminwa alisemea ya kwamba ripoti hiyo yanaweza hivi kuwa fungua kwa kutia tu siasa nzuri na ya kudumu kwa faida tu ya raia wahami wa upande huo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliyesema waziri mkuu Judith Suminwa Tuluka, kutokana tu na safari na ripoti ya safari ya mama huyu Paula Gaviria yeye anaweza kufanya huku mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande mwingine tunaweza kujulisha usema kwamba kwa uchaguzi tu wa tarehe 3 Juni mwaka tunayo wanamemba wasio wa kudumu wa ushauri wa ukingo wa muungano wa Umoja wa Kimataifa duniani pale New York nchini Marekani. Ni kusema kazi hiyo ya mission permanente iko hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ku muungano wa Umoja wa Kimataifa duniani walifanyizisha kupokea kwa ugombeaji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sawa vile memba wasio wa kudumu muda wa mwaka wa 2026 hadi mwaka 2027. Katika hotuba ya balozi Zeno Mukongo Ngai ambaye ni msimamizi wa kudumu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ku muungano wa Umoja wa Kimataifa duniani, alikumbusha ugombeaji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya ubingwa wa Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yanaistahili mategemeo ya Umoja wa Afrika. Aliweza vile vile kushukuru nchi memba wa muungano wa Umoja wa Kimataifa duniani kwa kuwa katika sherehe hiyo. Waziri wa mambo za ugenini Therese Kaikwamba yeye pia aliweza tu kusemea kutokana tu na mkutano huo ama ugombeaji huo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukitoka kutuelekeza katika jimbo ya Otoele, tutaweza kusema kisha siku 4 ya kazi wa mkutano huo yaliweza hivi kukomeshwa rasmi tangu Alhamisi kwa ngambo tu ya mazungumuzo na mahusiano interprovincial kujimbo ya zamani Orientale. Tangazo ya kibarua cha interprovincial yenye kuwa na kuundwa na kazi na kipindi hicho kafatwa na masemi ya mwisho yaliopewa na liwali Pole Lendengolia wa Chopo kusainiwa kwa saini ya wenziwe. Ni liwali wa Otoele Ja Bakomito aliweza vile vile kufurahika kwa namna wenziwe waliweza hivi kumheshimisha kwa kipindi tu hicho cha kwanza cha utaalamu. Kwa kufunguliwa kwa mkutano huo yaliyofanyizwa na kiongozi wa kazi ya chumba cha rais kaskazini kubwa Andre Didier, ndiyo yaliweza hivi maliwali 4 wa Otuele, wa Chopo, Ituri na Bazwele wote waliweza hivi kuonyesha mategemeo yao kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Jimboni Ekwatori tutaweza kujulisha sema kwamba ujumbe wa programa ya kusaidia mageuzo ya polisi PARP ya 3 kwa kifupi wakisindikizwa na wasaidizi wao kwa utimivu tu wa programa hiyo waliweza hivi kufika pale Mbandaka. Ujumbe huo uliongozwa naye Mama Fatumata kuwemo koordinata wa muungano huo ya mageuzo sekta ya ukingo na sheria, Emmanuel Kabengele, msimamizi wa kamati ya kufuatilia tu mageuzo ya polisi Barthelemy Tampo, charge wa mpango wa kitaifa wa PRP ya 3 Fulgence Mawesa,
Kufika kwao wakapokelewa naye liwali wa jimbo wa Ekwatori Bobo Boloko Bolumbu. Walisemea pamoja kuhusu tu majengo ya PRP ya tatu. Ukomo ni kwa kusindikiza tu mageuzo. Munapasha kuelewa ya kwamba wataalamu wao watakuwa na mafunzo ya siku 2 kwa msaada tu ya muungano wa umoja wa kimataifa ya Ulaya. Upande mwingine, kurudi kwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni jambo la kila mkongomani wenye kuwa nyuma ya Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kamanda mkuu wa FARDC na polisi mteule wa kitaifa Marikiete Mutinga, ambaye ni presidenti wa chama cha PDG, akisindikizwa na wanamemba wake kwa kumsindikiza Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambaye amefanya nguvu yake yote kwa kurudisha amani mashariki mwa nchi. Kuhusu tu kingo, mteule wa kitaifa Marikiete Mutinga alikumbusha mauaji, ukosefu wa usalama upande wa mashariki. Mteule Marikiete Mutinga anaomba kwa Kongomani wote wawe ngambo ya historia nzuri ya kumtegemea Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo upande huo ya nchi kwa kazi amefanya ya kuweza tu kutafuta namna gani ya kurudisha amani katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa zaidi pale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pastor Nathanael Buka wa Kopako pia ni kiongozi wa kilimo wa jiji, wavuvi na wafugaji wanaomba kwa wakongomani kula bio ama vyakula vyenye kufanyizwa kutoka shasha mashambani, vyakula vya mashamba yenye kupandwa katika udongo wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuepuka vyakula vyenye kutokea ugenini yenye kuitwa vivre frais, ni kusema yanaleta magonjwa mengi na ni magumu kwa kuitunza. Pastor Nathanael Buka anaomba kwa serikali kwa upekee wizara ya kilimo na maendeleo vijijini waweze hivi kuwapatia vifaa vya kazi kwa kulima. Walikuweko katika sherehe hiyo, ni kusema wasimamizi wa wizara ya kilimo na maendeleo vijijini na wa miungano mbalimbali wa societe civile, wasimamizi wa wanyampala wa mitaa muji jimbo ya Kinshasa, wote walikuwa katika sherehe hiyo ya kumsikiliza Pastor Nathanael kwa kuomba wakongomani wote waweze kula bio. Yanapita miaka mingi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanashambuliwa upande mwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, ni kusema na wa M23. Maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaharibika kwa mashambulizi barbar ambako wamehiba mali ya madini, wizi na ubakaji mashariki mwa nchi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amefanya nguvu yake yote kwa kumaniza tu mashambulizi haya ambayo yameua watu wengi. Mkongomani wote ambaye anapenda nchi yake anapasha kuwa nyuma ya Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na serikali yenye kuongozwa na mama Judith Suminwa Atuluka. Sifa kwa FARDC na wazalendo wenye kupigana na kufukuza adui nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo yalikuwa ya muhimu kwa kuweza tu kusemea kuhusu tu mashambulizi huku mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo kupale du peuple kulifanyizwa sala kuhusu tu amani hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sala ambayo yalikusanya Waislamu, wa Katolika, wa Kimbangu, waaminifu wa Liloba, wa Orthodoxe, wa kanisa mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waaminifu wa kanisa ya Kuamsha pia na wengine chini ya uongozi wa msimamizi mkuu pia archevêque wa kanisa ya Kuamsha Evariste Jiba ya Mampia, ndio kwa kuombea tu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jinsi ya amani ya kudumu yaweze hivi kurudi nchini, hasa zaidi mashariki mwa nchi. Walikuweko pia katika sala hii
hiyo ku esplanade ya Palais du Peuple. Sala viongozi mbalimbali wa nchi na waaminifu wa makanisa mbalimbali wote walichangana kwa kuombea tu nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jinsi amani ya kudumu yaweze hivi kurudi. Ndio ukomo wa kufanizisha sala hiyo kwa esplanade ya Palais du Peuple. Na katika habari yetu tunakomesha habari yetu ya magharibi ya leo. Shukrani kwa ndugu zetu watafuta majimboni hapa mjini Kinshasa, sasa zaidi pale Marekani. Mwenyezi Mungu abariki, muendelee kufuata RTNC tokea mji mkuu wa Kinshasa. Charlotte Kabanga awatangazia habari hiyo katika lugha la Chiluba. Alamsiki. Tout de suite, info en Chiluba.